maarufu wa Simotwet katika mji wa Kericho umeanguka siku chache baada ya kifo cha mbunge Ng'eno. Hata hivyo, mti huo ulichomwa kabla ya kufanyiwa mila za kawaida, jambo ambalo limekera wazee wa jamii hiyo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Susan Locho. Kila mti una hadithi, lakini mti wa Simotwet kaunti ya Kericho ulikuwa zaidi ya mti. Kufuatia mila na tamaduni za kiasili, mti huu ni nembo ya uongozi na heshima. Kwa miaka mingi ulisimama kidete katikati ya mji, ukikumbusha watu nguvu ya viongozi wao. Lakini sasa mti huu kwa jina Simotwet umeanguka, na kuanguka kwake kumewaleta wazee katika tafakari ya kina, wengine wakihusisha kuanguka huko na kifo cha mbunge Ng'eno kama mwisho wa enzi moja ya uongozi. Biblia pia mti ina ishara ya kwamba inasimamia uongozi, na sana sana yale ambayo yalifanyika juzi, tumeona ni vizuri pia jamii yetu ya Kipsigis waangalie. Lakini hali haikuwa vile ilivyotarajiwa, kwani kabla ya mila za kitamaduni kufanyika, mti huo uliharibiwa kwa kukatwa, jambo ambalo limezua huzuni na maswali mengi miongoni mwa wazee wa Kipsigis na Kalenjin kwa ujumla. Tendeka zamani, wakuu wazee wetu walikuwa na leta vitu kama mbuzi, kondoo, wanachinja. Alafu kuna kitu kingine ambacho kilikuwa kinajengwa ambayo ilikuwa ni umuhimu katika jamii ya Kalenjin. Walikuwa wanaita mabwaita. Kwa jamii hii, si tu kuanguka kwa mti, bali ni hadithi ya urithi, heshima na wajibu. Swali linasalia kuwa, ni kweli mti huu unaashiria mwisho wa kipindi cha uongozi? Susan Locho, TV 47.